na kupunguza mzigo kwa wazazi kwa mashule. Kwa hivyo suluhisho hakika ni kwamba sisi sote tuungane, tutafute njia ya kujiokoa na kubadilisha maisha ya watu wetu, ili tuongoze nchi hii kwa njia ambayo inapunguza mizigo kwa watu wetu, kwa wazazi na wale wengine. Lakini tukiwa kwa hayo, leo tumekuja kuhamasisha na nitakuwa mfupi sana. Ndugu yangu Kiberiti, nimesema pole, na viongozi na wananchi wa kijiji hiki pole kwa msiba wa kumpoteza huyu mama. Na kanisa tunawashukuru, asante viongozi wa kanisa kwa kutuhubiria na kwa vile mmesimama na familia hii wakati wa shida hii ambayo wamepata hapa. Kiberiti, nimekuja pia na message kutoka kwa marafiki zako wengine ambao tuko nao kwa siasa. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka aliniambia nikuambie pole sana, sababu ni mawakili wenzako Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Mheshimiwa Martha Karua. Tumeongea jana usiku na Mheshimiwa Martha Karua wakati alifika nyumbani baada ya kusumbuliwa na kuchukuliwa kama mnyama huko Uganda. Na mimi nachukua nafasi hii, wananchi, nataka mnisikize ndugu zangu, nyinyi ambao mnanisikiza, naongea na nyinyi hapa, hasa nyinyi wa Kuria. Nyinyi ni ndugu zetu kabisa, sisi na nyinyi ni familia moja. Ama namna gani? Ile damu iko kwenu ndio damu iko kwangu mimi. Hapa sio mahali nimekuja kutembea eti kuleta pole. Hapa nimekuja nyumbani kwa ndugu zangu na dada zangu. Nimejileta hapa nyumbani, nimefika hapa nyumbani. Hayo maneno yote mlikuwa mnazungumza mbeleni kuhusu mzee hayati, mzee wetu Mheshimiwa Simeon Nyachae na wale wengine wote tumefanya kazi nao. Nyachae anasikia hivyo kwa sababu hapa pia ni nyumbani kwake. Hawa wote, nyinyi wote, sisi zote ni wamoja, ni watu wa familia moja na tumesimama pamoja wakati wote. Ndipo nasema maneno kama yale ambayo yalifanyika jana Uganda, nachukua nafasi hii kuwaeleza wananchi kama mtu ambaye anazungumza na watu wa kwao nyumbani. Sisi wananchi wa Kenya, tukifanya makosa mwaka ujao, turudishe serikali hii, na uhusiano huu serikali hii imekuwa na serikali ile iko upande ile Uganda, ambayo unaona vile wamemfanyia Martha Karua jana. Kwa hakika kwa kidemokrasia vile inajulikana kwa kanuni ya uongozi wa nchi, hatupaswi sisi kama viongozi wa upinzani kuzungumzia serikali ya nchi nyingine. Hiyo ni maneno ambayo inatakiwa kufanyiwa kidiplomasia na viongozi wa serikali, waziri wetu wa mashauri ya nchi za kigeni na wale wengine. Lakini tumeona mambo ya ajabu katika hapa East Africa, Afrika Mashariki. Tuko na serikali ambayo hizi serikali mbili tumepakana nazo wameanza kuendesha mambo ya oppressive management, dictatorship na kusumbua watu. Na sasa serikali yetu hii kuanza kushirikiana na hawa, eti kukaa na wao, vile Besigye alishikwa hapa Kenya kupelekwa Uganda kwenda kushitakiwa. Hiyo sio kanuni ya sisi wa Kenya. Wananchi wa kawaida sisi na wananchi wa Tanzania na wananchi wa Uganda hatuna shida. Ama tuna shida na Waganda? Hatuna shida. Na Besigye ni mtu ambaye amekuja Kenya mara nyingi. In fact, niwaambie ukweli, hata wakati ndugu yangu George Kegoro alipoteza baba yake, Besigye alikuja kwa mazishi hapa Kisii. Alikuwa hapa miezi michache iliyopita. Na amekuwa na marafiki hapa Kenya. Hata wengine marafiki zetu hapa akina Profesa Nyang'i Nyong'o wako na marafiki. Tumeona kila wakati ukiwa na sherehe hapa akina Olara Tunu kutoka Uganda wanakuja hapa. Sisi kama wananchi hatuna shida kati yetu. Kule Nairobi ukienda kuna madaktari Waganda wengi, wakufunzi wa vyuo vikuu Waganda wengi, kuna Wakenya wengi wanafanya kazi Uganda. Hii kasumba ya kufanya mambo kama haya ni maneno ya serikali ambayo inataka kuumiza na kudhulumu wananchi. Sisi wa Kenya, hii ni kitu tunakemea kabisa na hatuwezi kukubali, kwa sababu this is reversing democracy,
This is reversing all the gains we have made in the growth of democracy in our region. And the reason why we should be together as East African community is because we need each other. And our governments must now step up and be reasonable in the manner in which they are behaving themselves. Kwa sababu kitu kama ile ya kushika PSG kufacilitate kiongozi wa nchi nyingine eti anatafutwa na serikali ya huko kuja kushikwa hapa ni kitu mbaya na inatuharibia sifa sisi kama wananchi wa Kenya. Kwa sababu wakati nilikuwa kwa serikali, wananchi niwaambie ukweli, viongozi wa upinzani kutoka nchi jirani hapa wakati wa uchaguzi wa mwaka wa 2000 ulipomalizika walikuja hapa Kenya. Serikali ya wakati huo ilituuliza sisi, iliuliza Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na mimi nilikuwa waziri wa masuala ya usimamizi wa security. Wakatuuliza kama tunaweza kuwakamata. Tukawaambia hatuwezi kuwakamata. Kwa sababu hatuwezi, tulikataa. Rais Kenyatta alikataa kukamata viongozi wa upinzani kutoka nchi jirani. Na sisi tulikataa kwa sababu we have signed up conventions, we are part of a modern country, we don't want this primitive behavior ya dictators and oppressors in East Africa wakufanya maneno kama haya wanafanya. Nimalizie kwa jambo hilo nikisema hivi. Rais Yoweri Museveni, wakati alikuwa anatafuta uongozi na National Resistance Movement, alikuwa anaishi Nairobi. Anatembea kule Nairobi. Na hata ninajua wazee wengine wetu, akiwemo mzee wetu hayati Mheshimiwa Simeon Nyachae, ambao walimsaidia hata kumlipia rent wakati alikuwa anakaa Nairobi. Kama Moi angemshika siku hiyo, ampeleke kule Uganda, he will not be alive to be president in Uganda. Sisi, rais wetu mzee Moi alionyesha ukarimu, akasema tuweke amani, tutatue haya maneno, msiende kuumizana pale. Akasaidika, akakuwa rais. Sasa ako rais pale. Sasa yeye ndiye anafanyia aibu wakili wetu ambaye anaheshimika ulimwenguni, Martha Karua, kumfanya kama mhalifu kwa airport, kumshika, kumnyang'anya simu like a common criminal. Primitive. Hii ni kitu hatuwezi kukubali. Na wale ndugu zetu tuwaambie hivi. Nyinyi mnajua kuna mtu ambaye anaongoza nchi milele na milele. Wataondoka siku moja. Wataondoka siku moja. Mimi nakubaliana na huyo ndugu yangu. Wataenda nyumbani, wataondoka siku moja. Hawezi kudhulumu watu, kufanyia watu namna hii. Na sisi wananchi wa Kenya, hiyo ni kitendo ambayo sisi tunasema hatuwezi kukubali, na tunawaeleza wakuu wa serikali yetu wachukue hatua ya kidiplomasia ya kuzungumza na serikali hizi zingine za East African Community, kutoa heshima kwa wananchi wetu na viongozi wetu. Na sisi tuko tayari, tunaheshimu wengine. Wakenya hawana shida na mtu yeyote. Sisi tunataka kuishi kwa amani, tufanye biashara. Tukitaka kwenda Uganda, tufanye biashara turudi. Tuende Tanzania, tufanye biashara turudi bila shida. Lakini serikali ndio inataka kuleta uhalifu. Lakini nimalizie kwa kuwapea very simple advice, my sisters and brothers hapa Kuria. Ukiona watu wanafanya namna hii, alafu mwaka ujao muwapigie kura warudi huko, hawa watu wataelekea kutoa even term limits, waanze kufanya uhasama kama huo unafanywa kwa hiyo serikali. Kwa hivyo we are in danger. Mufikirie tukienda kupiga kura, msifikirie tunaenda kupiga kura eti hivi. We are fighting for the soul of our democracy and our country. Hawa vile wanaonekana wakianza hii maneno, wanaanza kufanya kukamata watu usiku, kuwapeleka huko, uhasama huu utaendelea. You know, people who can tolerate this kind of inhuman behavior, what is the limit going to be? Kwa hivyo ninawaomba tafadhali, tufikirie sana wakati tunaenda kwa ballot box next year, that the problems we are having are not just about domestic issues. We are going to a new era of oppressive leadership in the East African region. And we should never, ever, as a country, contribute to that kind of management. We are democratic sisi. Tunapiga kura, tunachagua viongozi wetu, na tunatoa uhuru. Na washukuru kwa makaribisho yenu. Na yale yote ambao mmesema mimi ninayasikia. Ninaelewa maneno ya pande hivi sana. Kwa sababu wakati nimekuwa kwa serikali, tumekuwa tukishughulikia maneno ya usalama pande hii ya Kuria. Hakuna shida kati ya Wamasai na Wakuria. Shida ya shamba iko pande ile nyingine ya Kipsigis. Na Kipsigis hawana shida. Ni kufukuzwa, wanafukuzwa kutoka pande ile. Ndio ningependa kumkosoa yule ndugu yangu mrefu ambaye alisema eti tukichukua serikali
wale wa Kalenjin wako huko, hata wa Kalenjin ni wa Kenya, na wale wako huko wanaumia vile tunaumia. Mimi siwezi kukubali, and I don't support kujigawa kwa mambo ya makabila, kusema kabila hii ndio itafaidika kuliko kabila hii. It's bad management which we should all get out of. Tutatafuta njia ya kupanga nchi yetu sisi wote. Yeah. Ama namna gani wananchi? Ili mwananchi awe Mkalenjini, awe Mkuria, awe Maasai, awe Mkisii, sisi wote tukae kwa nchi vile Mungu alituweka kwa nchi. Kwa hivyo ndugu yangu mrefu, hatutafuti kura ili tuende kutoa watu, tunaenda kutoa Wakalenjin. Sisi tunatafuta kura kwa sababu tunatafuta nafasi ya kutumikia nchi yetu na kujiunga na wale wengine wote pamoja. Tuhakikishe kwamba tumepigana na ufisadi, tumepigana na shida. Mambo kama haya ambayo yanafanyika hapa ya mashamba pande hii, ninawahakikisha na mnanijua. I don't normally tolerate this nonsense. Na mnanijua. Hii kitu hii nonsense hii, we'll cancel all these okay, wakwende kabisa. Mimi ile mashamba ya watu. Yeah, tutarudisha mashamba ya watu. There is nobody who has a right to encroach on another, kufanya wakuja wawe slaves in their own country. Na ile maneno vile senator amesema hapa ni kweli. Wakati tulikuwa kwa serikali, tulifanya mapping the whole country. Mapping ya kuonyesha minerals, hapa kuna gold, hapa kuna rare earth, hapa kuna huu. Ninataka kuuliza serikali, kama mheshimiwa rais na wale wakubwa wake wa serikali ni watu ambao kweli ni wa ukweli na wanaamini wa Kenya, wachapishe ile ripoti, waiweke ijulikane kila mtu. Kama wataki wananchi waone, waonyeshe at least wajumbe wa bunge na governors. Kila gavana ajue ni madini gani iko kwa kaunti yake. Kwa sababu ukicha kuchukua gold hapa, ama unataka kuchukua rare minerals, ama whatever it is you are taking here from Kuria, ni vizuri Wakuria wafaidike. Sababu hiyo madini ni ya Wakuria, ni Mungu aliwaweka hapa. Wezi kuwa eti wewe unajificha usiku, unaenda huko Ulaya, unapeleka watoto wako huko, wanaenda kuregister company huko na majina ya wakora, mnakuja kujipea licenses here. Na mimi nataka kuambia wale makampuni ya nje who are getting these secret concessions that do not respect the law, I can almost swear to you, majaliwa ya Mwenyezi Mungu tukipata serikali, we will cancel each of those licenses. Hakuna uwezi kufanya watu wawe eti ni slaves in their own country. Tunataka serikali, kama nyinyi ni watu wa kweli, chapisha hiyo report. Naambia wabunge, wacha sisi basi kama muamini wananchi. Ambia wabunge, enda bunge, waziri enda bunge, parliament. Upelekee wabunge wote, House of National Assembly na Senate. Wapelekee report na waambie umepea licenses nani. Nani yako na concession ya kujimba gold huko Ikolomani? Nani? Ambia wabunge, ndio the ones who represent the people. If you don't respect us, fine. We have institutions in this country. Take the report to parliament, publish it. Let us know hao ambao wamepewa licenses ni akina nani. Hapa Transmara, hata pande ile ya Narok, ni nani hao ambao wamepewa concessions? Taita Taveta, Kwale, Mlima Hills, ni akina nani hao wako involved? Because you see, these are resources that belong to the people of Kenya. They don't belong to you and your family. They belong to the people of Kenya. Kama unaenda kutoa licenses, ni vizuri county ya Migori hawa Wakuria wajue mtu amepewa license ni fulani wa fulani, na percentage yao inatoka hapo ni gani. We are asking a very simple question. Make these concessions public. Every governor, kila governor Kenya hii, anahitaji ajue what minerals are in their county. Nimeona watu wengine, kuna county hapa ina neighborhood hapa. Nimeona watu wameanza kunyemelea huko and so on. Maybe even the county government there does not know that the huge deposit of iron ore in that particular county. Sasa wakora wanapita huko na wakubwa na mawaziri na nini, wanachukua ma licenses. Kesho utaona wakianza kutengeneza factory, na watu wa county hiyo hawapati kitu hata kidogo. Hatuwezi kukubali maneno kama haya. Na wananchi, tafadhali, tukisema mtuunge mkono tukiuliza hii kazi, hatuulizi kwa sababu nyingine, kwa sababu tunataka kutetea maneno kama haya. Tuweke maneno yote hadharani, tuwe maneno open, watu wafaidike, kwa sababu ile madini iko hapa kwenu Kuria, ni Mungu aliwaweka hapa, ni yenu. Pene vitire mtu akona concession na license ya kujimba, ya kufanya vile anafanya,
ijulikane nyinyi Wakuria mnapata percentage gani ya kwenda kwa mashule, ya kwenda kwa hospitali, ili watoto wetu wasisumbuke kama tunataka kusumbukia huyu mtoto sasa hivi. Kwa hivyo tuungane, tuko na mpango, na huo mpango ni kushirikiana sisi wote, na tukiunda serikali tunataka kuunda serikali ya ukweli, na serikali ya amani, na serikali ya kwenda mbele, ya kutumikia wananchi wa Kenya kwa uwazi na ukweli, sio kunyang'anya watu namna hii. Na hii mambo ya security, mnajua mimi nilikuwa hapo, tulipigana na hao watu, tuliokota bunduki pande hii, tulianza kutoka pande hii mpaka Narok pale, tukaokota bunduki zote. Sasa imekuwa kama ni mchezo. Sasa ni kila mtu anaenda huku, wakora wanapewa kitambulisho, wakora wanapewa passport, wanaharibu usalama wa nchi yetu. Ndio tunawaomba wananchi, tafadhali mshirikiane na sisi katika safari hii ya kwenda mbele kutengeneza taifa letu la Kenya. Mwisho, nimeulizwa hapa na viongozi, ndugu zangu Muita, ndugu yangu Kiberiti, eti nikuje hapa kutembea. Mimi sikuji hapa kutembea, mimi ninakuja nyumbani. Kwa hivyo, mimi nitakuja nyumbani hapa, nikae hapa hata kama ni wiki moja. Nitembee hapa. Ile mheshimiwa alisema eti niangalie sura ya wasichana hapa. Huwezi kuwa dada yako. Hawa ni dada zangu. Huwezi kuwa dada yako. Hawa ni dada zangu. Nikitaka kuwa nitaenda kutafuta kwingine. Sio hapa, hata my sisters. Unajua ukifuata vizuri, Nyabasi, Bakira, unapata all these clans wote, the same ones as the huko Kisii. Ama namna gani? We are the same. Tukifuata pole pole unaweza kucheza hapa upate kuna yule alisema eti ameoa kutoka hapa. I need to investigate you. You could have married your sister. Sababu sisi hapa we are one family na tuko pamoja. Na wote tuko marafiki. Watu wa hapa Kuria wengi ni hata wale wako kwa serikali ndio mzuri, wacha watumikie serikali ya kina Motari PS. They are good people, they are our people. Serving the nation is duty. Waendelee kutumikia nchi ni sawa. Bora tu na wao waelewe, wao ndio wako huko ndani, si wanaona maneno vile iko imeharibika. Na kama imeharibika, sisi tuko tayari kutengeneza, twende mbele. Wananchi, mtatuunga mkono kwa safari hii? Hebu nionyeshe wale mnasema mtatuunga mkono katika safari hii. Basi tutakuja nyumbani.